Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Chima Samamba, ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 52, mkazi wa Songambele, kata ya Salewe, halmashauri ya wilaya ya Shinyanga, adaiwa kumpiga mke wake hadi kusababisha kifo, kisha kumzika kwenye shimo la choo lililopo pembezoni mwa nyumba yake. Taarifa za tukio hilo zilianza kusambaa baada ya mwananchi mmoja kutoa taarifa kwa uongozi wa kijiji, ambapo mwenyekiti wa kijiji cha Songambele Bwana Lazaro Enoki, akizungumza na vyombo vya habari kwa njia ya simu, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Taarifa, mimi jana nilikuwa kwenye sherehe, lakini muda wa saa moja hivi kama na nusu nikawa nimepigiwa simu na mwenyekiti wa kitongoji cha Bugede kwamba wamegundua kwamba kuna mama wa eneo la Bugede ameuawa na bwana yake na akafukiwa kwenye shimo ambalo shimo liko nyumbani kwake. Sasa kwa sababu sungusungu wakaanza upelelezi, wakamkamata huyo bwana. Walivyomkamata yule bwana wakajaribu kumhoji kuhusu swala la mke wake, akawa hayuko sana. Alivyoshindwa kuwa wazi sana, wakachukua jukumu la kumpeleka polisi. Walipompeleka polisi, ila nakanyaga tu mlango, alivyomuuliza polisi hakuwa na kigugumizi chochote, akasema kweli mimi nimepiga nikamuua na nimemzika pale kwangu. Polisi walichokifanya, wakaja naye hapa nyumbani kwake, akaonyesha kama mimi nimezika hapa. Walichofanya polisi, wakamwambia sungusungu walinde lile eneo ili wakasema wao eneo letu la hapo katani kwetu, wakasema wao liko nje ya uwezo wao. Wakaagiza mapolisi kutoka Shinyanga. Polisi kutoka Shinyanga wakasema watafika asubuhi, na kweli ilipofika asubuhi wakawa wamesharipoti Salawi. Tukaongozana kwenda pale kwenye tukio. Wananzengo wakaanza ufukuaji kama utaratibu ulivyokuwa. Lile zoezi likawa limekamilika kwa kumpata marehemu. Alikuwa kweli amefukiwa pale pembezoni kwenye mji wake. Yeye alivyoulizwa akasema, alivyobaini kwanza kwamba amempiga, amemuumiza sana mwenzake, kuna Msamaria mmoja akawa ameenda pale nyumbani kwake na akaikuta ile hali ya kwamba yule mtu amemuumiza sana. Lakini sasa akamwambia kwamba stop, usije kumwambia mtu yoyote. Sasa yule mtu alimwambia stop, usije kumwambia mtu yoyote. Baada ya kimya ilibidi ashindwe kusema, ikabidi aseme tu kwa viongozi wa sungusungu, na alivyosema ndo sungusungu wakachukua hatua mpaka wakamkamata yule jamaa. Alikuwa ameshaacha atakuwa anakuja kulala nyumbani kwake. Alikuwa anakuja anafunga tu usiku, anaenda kulala maeneo mengine. Mimi nimewambia wawe na hofu ya Mungu, waache masuala ya kujichukulia sheria mkononi. Wapare wanapoona kuna changamoto watoe taarifa kwa mwenyekiti, watoe taarifa polisi na maeneo mbalimbali ya viongozi ili waweze kusaidia kwa changamoto. Kwa upande wake, mtendaji wa kijiji cha Songambele Bi Evelyn Isaac, akizungumza kwa njia ya simu, amekiri kupokea taarifa hizo na kwamba ameshiriki hatua zote za kufufua mwili huo, huku akiwashukuru wananchi wa kijiji hicho kwa kuendelea kushirikiana na serikali, ikiwemo kufichua vitendo vya kiharifu. Kwanza kabisa, kwa majina naitwa Evelyn Isaac, ni mtendaji wa kijiji cha Songambele. Siku ya jana majira ya usiku saa 1 nilipokea taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa kitongoji cha Bugede kuwa kitongojini humo kumetokea tukio la mauaji ambapo mume aliweza kumpiga mke wake kisha kufariki na kuchukua mwili huo kufikia kwenye shimo ambalo alikuwa amechimba kwa ajili ya choo. Baada ya kuwa nimepata taarifa hizo, na akaniambia kwamba taratibu zote zimeshafanyika, mtuhumiwa amekamatwa, alifika kituo cha polisi. Asubuhi ilipofika na eneo la tukio, tunafika pale tumejiridhisha kwamba kulikuwa na shimo maeneo ya nyumbani kwa bwana huyo alifanya hilo tukio. Tunataka kuomba wananchi waweze kusaidia kwa ajili ya kufukua tuone nini kilichopo ndani ya shimo hilo. Wananchi walitupa ushirikiano kwa kushirikiana na jeshi la sungusungu mpaka tukaja tukafanikiwa kupata mwili huo. Madaktari walifanya taratibu zao za kiafya, walichukua vipimo mbalimbali, lakini pia jeshi la polisi liliweza kufanya taratibu zao kama kuwahoji majirani na mambo mengine. Baada ya hapo tuliweza kuwashukuru wananchi kwa ushirikiano wao waliotupatia, hasa ikiwa ni pamoja na utoaji wa taarifa, maana isingekuwa wao tusingeweza kupata taarifa hizo. Baada ya hapo tulikabidhi mwili kwa ndugu wa marehemu kwa ajili ya taratibu za mazishi. Lakini pia niliweza kuongea na wananchi kuwashauri ya kuwa wanapopata changamoto mbalimbali za kifamilia waweze kufika ofisini au hata
hata kumtafuta tu mtu mwenye busara zake na kumweleza changamoto zake, ili angalau aweze kuwashauri na si kujichukulia maamuzi mkononi, ambapo sasa inapelekea mpaka kufanya vitendo vya ukatili. Niliwasihi sana na kuwaomba waweze kuwasiliana na uongozi wa serikali ya kijiji wanapopata changamoto, au uongozi wa mwenyekiti wa kitongoji, lakini pia tuna kituo cha polisi kata ya Salawe, waweze kufikisha malalamiko yao kwa msaada na ushauri zaidi. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga, Kennedy Mgani, amesema jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo na kwamba taarifa kamili zitatolewa baada ya uchunguzi kukamilika. Mwili wa marehemu aliyezaliwa mnamo mwaka 1978 ambaye hadi sasa angekuwa na miaka 47 umekabidhiwa kwa ndugu yake kwa ajili ya hatua mbalimbali kufuata, ikiwemo mazishi yake, ambapo anatarajiwa kuzikwa eneo la Ntobo, halmashauri ya Msalala, wilaya ya Kahama, mkoani Shinyanga. Hata hivyo, majina yake bado hayajafahamika rasmi. Na hii ni Lindimo Media kutoka Shinyanga. Jina langu ni Agostino Daudi.